Bwana Yesu, wewe ni mwema na mwenye fadhili nyingi. Tunahitaji uwepo wako na nguvu zako katikati ya maisha yetu. Tunahitaji uweza wako na nguvu zako katikati ya maisha yetu. Hatuwezi bila mkono wako, hatuwezi bila msaada wa kwako juu ya maisha yetu. Bwana, sasa tunajiweka tayari kutakaswa, tunajiweka tayari Bwana kusafirishwa kwa uweza wako na nguvu zako jemedali, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, sahi na majira haya wewe peke yako Bwana umeinuliwa juu ya mataifa yote. Chukua nafasi yako ndani ya maisha yetu, chukua utukufu wako Bwana ndani yetu. Epenesa hata hivi tulivyo Bwana, ni wewe umetupendelea. Jinsi tulivyo Bwana, ni wewe umetujalia Bwana tu hivi tulivyo. Roho Mtakatifu, ninakutukuza, ninakuazimisha kila sana, kila majira, Mungu wa mbingu na nchi, kwa ajili ya kijana wa kike na kijana wa kiume Bwana, ambao umewachilia uzima, umewajalia pumzi ya uhai. Mungu, ninakutukuza, ninakuadhimisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Sante kwa uweza wako na nguvu zako. Sante kwa mamlaka ya kimbingu ambayo Bwana yapo mabegani mwako jemedali, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Sante kwa uweza wako, sante Bwana kwa nguvu zako. Naacha mbele zako katika majira haya nikiomba toba Bwana na rehema kwa ajili ya kila mmoja Bwana, nikiomba toba na rehema kwa ajili ya kijana wa kike na wa kiume pamoja na familia yake jemedali. Rehema zako kwenye ujana wetu Bwana, rehema zako kwenye familia, rehema zako kwenye shughuli zetu ambazo tumekuwa tukizifanya kila itwapo leo, rehema zako kwenye kila eneo la maisha yetu Baba, ukaziachilie sawasawa na mapenzi ya kwako. Ebeneza, hatuwezi bila mkono wako, hatuwezi bila neema yako, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbingu na nchi, mahali hapa tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji na nguvu zako, tunakuhitaji na malaika zako Baba, hatuwezi bila mkono wako. Rehema zako ziambatane nasi, rehema zako ziwe juu yetu. Mkono wako Bwana ukawe pamoja nasi, mkono wako Bwana ukaguse maisha yetu. Gusa Bwana kila haja ya mioyo yetu, gusa Bwana kila mahitaji ya kwetu, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiwe jiwe la pembeni Bwana, na kila mmoja Bwana kamtengeneze kuwa jiwe kula pembeni. Kijana wa kike na wa kiume kamjenge kuwa jiwe kula pembeni, kamtengeneze kuwa jiwe kula pembeni. Korabasanda rabadoskateria randa rabakoribaseria rabakosataya bahandi riata rabaseria kataya. Na uweza wako Bwana na nguvu zako rabarabaseria bahandi riata kateri baseria Baba, achilia rehema zako, kamjenge kila mmoja Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Akafanyike jiwe kula pembeni kwenye familia ya kwake, akafanyike kuwa jiwe kula pembeni kila mahali ya jemedali, anapokuwepo shuleni, anapokuwepo chuoni, anapokuwepo kwenye familia, anapokuwepo kwenye kanisa lolote, kamfanye kuwa jiwe kula pembeni. Riandarabakusi ya mahandi abrados kateri basiria andarabakasaya bahandi rabakataya bahandu rabasiria, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu. Ninakuhitaji mahali hapa, ninakuhitaji na nguvu zako, ninakuhitaji Bwana. Rabasakataya riandarabadusha rikatarabakori basiria. Mungu wa mbingu na nchi, kaguse maisha ya watoto wako, gusa Bwana maisha yao, gusa Bwana,
Inua maisha yao jemedari, wajenge kwenye utukufu wako, wajenge kwenye uwezo na kuwa jiwe la pembeni jemedari. Shana rabades kateria zayamanda kateri basiria korabasakataya ramanta kateria riatarabakosa kateria, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kila kizuizi Bwana kikachie maisha yao, kila kizuizi Bwana kikachie hatima zao. Ramanda rabadus katiri baseria rababanda kataya bahandi katiri baseria, katika jina la Yesu Kristo na kutukuza Bwana, na kutukuza Bwana. Kila ruhusa kuishia njiani, ruhusa kushindwa Bwana, mamlaka yoyote ya giza, mamlaka yoyote ya kipepo, mamlaka yoyote ya kichawi, Baba ikanyamaze juu ya maisha ya watoto wako. Haina nafasi Bwana. Aliye na kipawa ukamwinue, aliye na kipawa ukampe kuwa jiwe kula pembeni. Yamkini amekataliwa, yamkini amebezwa, yamkini wamemkatia tamaa, lakini Bwana haujawahi kumkatia tamaa, haujawahi kumbeza. Baba unamthamini vile vile alivyo. Rabanda ketiriba serianda rabaseria, katika jina la Yesu Kristo inayomba roho ya kibali ikatembee na kila mmoja mahali hapa. Naiomba roho ya kibali ikatembee na kila mmoja mahali hapa. Zayanda rabadu sateri bahandi apratos kateri baseria raba kataya bande kateri baseria, katika jina la Yesu. Sante Bwana Yesu, sante kwa nguvu zako, sante kwa uweza wako ya Bwana, sante kwa mamlaka yako jemedari, sante kwa uweza wako, sante kwa nguvu zako ya Bwana, sante Bwana kwa uweza wako na nguvu zako. Rabanda rabadus kateri baseria riinderi barus katara baseria, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, 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 mwana wa Mungu. Amen, amen. Mmebarikiwa sana, mmebarikiwa sana, mmebarikiwa sana. Ninaomba unisaidie kuzima maiki yako, nisaidie kuzima maiki yako hapo kwenye simu yako, nisaidie kuzima maiki yako tusikilizane. Rabanda rabadus kateri baselia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Saidia tu kuzima maiki yako. Lecho, angalia hapo chini kuna maiki, sehemu ya maiki, mkono wako wa kulia, kitufe cha 3, zima tu maiki yako. Amen, amen. Barikiwe sana. Somo letu ambalo tunatembea nalo katika wiki hii linasema fahamu kuhusu jiwe kuu la pembeni. Fahamu kuhusu jiwe kuu la pembeni. Nitapita kwenye utangulizi kwa dakika chache kwa sababu jana hatukufanikiwa kuwa na ibada mahali hapa kutokana na changamoto ambazo zilikuwepo. Lakini Mungu imempendeza leo tuwe na ibada hapa. Na Mungu akubariki wewe ambaye umeitikia siku ya leo. Mungu aendelee kukubariki na aendelee kukutunza, endelee kukuinua na endelee kukutegemeza. Tunatembea na kichwa cha somo kinachosema tambua kuhusu jiwe kuu la pembeni, au fahamu kuhusu jiwe kuu la pembeni. Jana pamoja na kwamba hatukuweza kuwa na ibada hapa, lakini mwanzo wa somo hili nimefundisha, nimeweka YouTube kwa wale ambao tumefuatilia. Mungu awabariki sana. Nimeweka YouTube, lakini leo nitapitia tu kwa ufupi kwa faida ya wale ambao hawajapitia YouTube ili tuweze kwenda sawa. Yesu asifiwe. Jambo ambalo tunilifundisha jana linasema fahamu kuhusu jiwe kuu la pembeni.
Kasema jiwe kula pembeni, tunamzungumzia Yesu Kristo mwenyewe. Jiwe kula pembeni, tunamzungumzia Yesu Kristo mwenyewe. Jiwe kula pembeni ni jina linaloashiria ukuu na nafasi ya Yesu Kristo. Kwa maana hiyo, jiwe kula pembeni ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa sababu hiyo, tukizungumza kwa habari ya jiwe kula pembeni, tunazungumza kwa habari ya ukuu wa Mungu kwenye maisha yetu, ukuu na nafasi ya Mungu kwenye maisha yetu. Na tunapozungumza kwa habari ya ukuu na nafasi ya Yesu Kristo kwenye maisha yetu, tunazungumza kwa habari ya neema ambayo ilifunuliwa juu ya maisha yetu. Tunazungumza kwa habari ya neema iliyofunuliwa juu ya maisha yetu. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Isaya, utagundua Isaya anawaambia watu ya kwamba neema imekwisha kufunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya. Alipozungumza kwa habari ya neema iliyofunuliwa, alikuwa anazungumza kwa habari ya Yesu Kristo ambaye amefunuliwa na aliyesemekana kwamba atazaliwa na ufalme wake utakuwa mabegani mwake. Jina lake ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu na Mfalme wa Amani. Nikapitia kwenye kitabu cha Zaburi ya 118 mstari wa 22 ambayo inasema, jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo yamkini umekataliwa, yamkini umetengwa, yamkini umebezwa, hauoni msaada wa watu wa karibu yako. Usikate tamaa, kwa sababu Mungu amekufanya kuwa jiwe kuu la pembeni. Watu wengi wanapokutana na changamoto ya kukataliwa na watu wa karibu yao, wanakata tamaa na kurudi nyuma, lakini leo ninakuambia kwamba usikate tamaa. Tunapozungumza kwa habari ya jiwe walilolikataa waashi, tunazungumza kwa habari ya yule mjenzi, kwa maana ya mjenzi akikataliwa, ambaye ni mjenzi wa familia akikataliwa, tafsiri yake ni kwamba katika ulimwengu wa roho, ufalme wa giza umeweka kizuizi cha kuzuia hatima ambayo huyu mtu ameibeba kwa ajili ya familia. Yamkini ulizaliwa kwenye familia ambayo baba mzazi ameikataa familia au ameitenga familia. Kukataliwa kwako au kukataliwa kwa familia yako na mzazi wako hakumaanishi kwamba ndio mwisho wa kusudi, bali kunamaanisha kwamba ndio mwanzo wa kusudi na neema mpya kwenye maisha ya mtu. Watu wengi wanapoteza neema kwa sababu wamekubali kukataliwa kwao na wamekubali kudharaurika na kurudi nyuma, kitu ambacho kinapelekea hawa watu wanaishia njiani na kushindwa kutimiza yaliyo makusudi ya Mungu. Nikafundisha kwa habari ya mambo ya kutambua kuhusu jiwe kula pembeni. Nikafundisha mambo makuu matano yanayohusu jiwe kula pembeni. Jambo la kwanza nikasema, tambua kwamba tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii. Tambua kwamba tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii. Kama kuna mtu ataweza kunisaidia kuandika hapo kwenye group, atakuwa ananisaidia kuandika, au wote tutakuwa tunaandika kile ambacho nakisikia. Kifanikiwa kuandika, utatuma hapo kwenye group na Mungu atakubariki. Mambo makuu matano ya kutambua kuhusu jiwe kula pembeni. Tambua kuwa tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii. Nikapitia kwenye kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 20, ambapo tunakuta Paulo alikuwa anazungumza na Waefeso, anawaambia kwamba sisi tumejengwa katika mitume na manabii kwa njia ya Yesu Kristo na kwa njia ya msalaba wake. Tumejengwa katika mitume na manabii. Ukuhani ambao mitume na manabii walikuwa nao ndio ambao umetufanya tuwe na nguvu hata leo. Tujifunze kwao, tuimarishe kupitia wao, tujifunze mambo makuu walioyatenda wakiwepo duniani wakisaidiwa na Bwana. Katika kitabu cha Efeso sura ya 2 na mstari wa 20 tutakutana na hizo habari. Jambo la pili nikasema kwamba tambua ya kwamba tumepatanishwa, upatanisho wetu kwa njia ya msalaba. Tumepatanishwa na Mungu kwa njia ya msalaba. Hilo ni jambo la pili.
ambalo unapaswa kulitambua. Jambo la pili ambalo unapaswa kulitambua kwamba tumepatanishwa na Mungu kwa njia ya msalaba. Tumepatanishwa na Mungu kwa njia ya msalaba. Tasoma kitabu cha Waefeso sura ya 2:16. Tasoma kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 16. Takuta Paulo anawaambia watu wa Efeso, anawaambia kwamba sisi tuliopo ndani ya Kristo tulikuwa wenye dhambi, tulikuwa wakosaji, tulikuwa watu tuliokataliwa kwa sababu ya uovu, lakini tukapatanishwa kwa njia ya msalaba ambao ulimbeba Yesu Kristo aliye jiwe kuu la pembeni. Lakini pia jambo la tatu nikasema kwamba tambua kwamba kukataliwa na watu ni mwanzo wa kukubalika na Mungu. Ukiona ya kwamba unakubalika na unakataliwa na watu, ujue kwamba Mungu amekukubali kwa viwango vya juu. Ukiona kwamba kuna watu wanakubeza, wanakunyoshea vidole, hata kama umetenda mema bado wanakusema vibaya, usiseme kwamba Mungu amenikataa au sijapata kibali. Unapokuwa umekataliwa na watu, umebezwa na watu, umetukanwa na watu, usirudi nyuma kwa sababu watu wamekukataa, au kwa sababu watu wamekutukana, au kwa sababu watu wanakukatisha tamaa, bali tambua kwamba wamekukataa ili neema ambayo Kristo ameiachilia ndani yako ipate kudhihirika. Neema ambayo Kristo ameiachilia ndani yako ipate kudhihirika kwa viwango visivyo vya kawaida. Kwa sababu hiyo haupaswi kukubaliana na ile hali ya kukatishwa tamaa kwa sababu ya watu wanakubeza, kwa sababu ya watu wanakutukana, au kwa sababu watu wanakwambia kwamba haustahili au hauna maana kwenye eneo lolote lile. Korabahandelibadoskateria, ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupe kibali kisicho cha kawaida. Mungu aachilie kibali ndani yako. Mungu aachilie kibali watu wanapokukataa. Mungu akukubali, akupe neema isiyo ya kawaida, akupe nguvu isiyo ya kawaida, akupe neema isiyo ya kawaida. Watu wanapokukataa, Mungu akukubali katika jina la Yesu. Kwa sababu hiyo, watu ambao wanasema kwamba wewe si wa thamani, Mungu akikuangalia anakuona ni mtu wa thamani, tena thamani isiyo ya kawaida. Watu wakikuona kwamba wewe ni wa chini, Mungu anakuona ya kuwa wewe ni wa juu. Kwa hiyo usirudi nyuma kwa sababu ya watu wamesema kwamba wewe haufai au hauwezi. Nimekwambia kwamba jambo la tatu ni kwamba tukikataliwa na watu tutambue ya kwamba tumekubalika na Mungu. Kwa hiyo watu wakitukataa sisi, Mungu ametukubali na anatuona ni wa thamani sana. Kwa hiyo usiogope kukataliwa. Jambo la 4, nimalizia hapo kwenye ukataliwa. Yamkini umekataliwa na boyfriend wako au girlfriend wako, umekataliwa kwa namna yoyote ile, au umetengwa na ndugu zako, wamekukataa, wamesema wewe sio ndugu zetu, au marafiki zako wamekukataa, wakasema wewe sio rafiki yetu, wakasema hatuwezi kukusaidia. Usiogope kwa sababu wanakuambia maneno kama hayo, bali songa mbele kwa sababu Kristo amekukubali na anakuona kuwa wewe ni wa thamani. Jambo la 4, tambua kuwa uweza wa kifalme uko mabegani mwako. Uweza wa kifalme uko mabegani mwako. Tambua hicho kitu, kuwa uweza wa kifalme uko mabegani mwako. Kama uweza wa kifalme uko mabegani mwako, utambue ya kwamba wewe ni jiwe kuu la pembeni, unayeweza kubadilisha hatima ya familia ya kwenu, unayeweza kubadilisha hatima ya jamii inayokuzunguka, unayeweza kubadilisha hatima ya marafiki zako ambayo shetani alikusudia hiyo hatima iwe ya huzuni kwenye maisha ya kwao. Kwa sababu yako ukabadilisha hatima zao. Korabaandiketiri wasiriandarabakusha. Sikiliza kitabu cha Isaya sura ya 9 na mstari wa 6. Biblia inasema kwa maana
amezaliwa mtoto mwanamume ambaye uwezo wa kifalme uko mabegani mwake, naye ni Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani. Isaya anazungumza, anamfunua Yesu kwa namna ya kipekee kwamba mtoto mwanamume amezaliwa. Alipozungumzwa mtoto Yesu, akazungumzwa kwa habari ya ufalme aliyobeba kwenye mabega yake, ambao uweza ni kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu na dhambi zao, kuwaokoa wanadamu na uovu wao, pamoja na kwamba watu ambao Mungu alimtuma kwao walimkataa, lakini kukataliwa kwake hakukuzuia kusudi ambalo Mungu amemwagiza duniani la kuwakomboa wanadamu kutoka kwenye dhambi. Kwa sababu hiyo, na wewe hata kama watakukataa, hawatazuia kusudi la Mungu ambalo Mungu amekusudia juu yako. Hawatazuia hatima ambayo Mungu ameiweka juu yako. Haupaswi kuogopa, haupaswi kurudi nyuma, haupaswi kushindana na wao wanaoshindana na wewe, kwa sababu uweza wa kifalme uko mabegani mwako. Neema ya Yesu Kristo iko mabegani mwako. Neema ya Bwana iko juu yako. Hakuna chochote kitakachozuia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, kwa sababu Mungu amekukubali. Jambo la 5 nikasema, Yesu Kristo, tambua kwamba Yesu Kristo amefunuliwa ili kuwaokoa wanadamu na kuwafundisha kukataa ubaya. Yesu Kristo amefunuliwa kwetu ili kutuokoa kwenye dhambi na kutufundisha kukataa ubaya, kwamba namna ambavyo tumempokea Kristo, namna ambavyo tunaishi kwenye wokovu, yeye amepata nguvu ya kutufundisha kukataa mabaya. Ndio maana leo ukisikia habari ya wizi, unakataa, unasema kuiba sio fungu langu, na unasema siwezi kuwa mwizi. Kwa nini? Kwa sababu aliyepo ndani yako anakufundisha kukataa ubaya. Kwa hiyo ili uendelee kuishi maisha matakatifu yasiyokuwa na mabaya, lazima ukubali kutawaliwa na huyu Yesu ndani ya maisha yako, ili akuimarishe, akujenge kwenye nguvu isiyo ya kawaida ambayo itakusaidia kukataa uovu wa aina yote ndani yako. Yamkini shetani anaweza amekusudia mabaya juu ya maisha yako, amekusudia mabaya juu ya familia yako. Unapokuwa ndani ya Kristo kwa njia ya maombi na Mungu, jinsi anavyokufundisha namna ya kudili na mabaya ambayo shetani ameachilia kwenye familia, namna ambavyo unaenenda sawasawa na vile Mungu anakufundisha, ndivyo hivyo inakusaidia kuukataa ule ubaya ambao shetani ameuandika kwenye familia ya kwako. Watu wengi wamekosa maarifa ya kuwasaidia kukataa ubaya. Ndio maana mpaka leo anaweza akawa naishi kwenye hali fulani, anamuomba Mungu, hayaoni matokeo, kwa sababu kuna mabaya ambayo bado hajayakataa. Ili Mungu akusaidie, kataa mabaya ambayo unaweza ukawa unayatenda mwenyewe, au ambayo shetani anaweza akawa ameachilia ndani ya maisha yako na familia ya kwako. Korabakatiri waseya. Hilo lilikuwa ni jambo la 5. Na jambo la kukumbuka, kumbuka kwamba kukataliwa sio mwisho wa kusudi, bali ni mwanzo wa kusudi na kufunuliwa kwa neema mpya ya kusudi ambalo limebeba ushindi ndani ya maisha yako. Kukataliwa na watu, kukataliwa na kanisa, kukataliwa na wazazi, kukataliwa na mtu yeyote aliyepo chini ya jua sio mwisho wa kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Umekataliwa na huyo mtu, using'ang'ane. Mabinti, ninawaambia kwamba haijalishi
huyo mtu umempa thamani kiasi gani kwenye maisha yako. Akija akakukataa hata siku moja, usije ukakata tamaa kwa sababu amekukataa. Mlikuwa mnawasiliana vizuri, akakuacha. Usinung'unike ukakata tamaa, ukaanza kujiona haufai, hauna thamani. Usije ukajiona namna hiyo. Au kuna mtu unampenda lakini hajaonyesha upendo wake juu yako. Usikate tamaa kwa sababu hajaonyesha chochote kwako, bali songa mbele, endelea mbele. Fungu lako lipo. Kukataliwa sio mwisho wa kusudi la Mungu. Chochote ambacho unakifanya kimebeba kusudi la Mungu ndani yake, ambalo limebeba hatima njema ya maisha ya kwako. Ramanda katiri wasilia. Jambo lingine ambalo ni la kujifunza siku ya leo, andika tu hapo kwamba maisha anayotakiwa kuishi mtu anayeishi katika hali ya kukataliwa. Aina ya maisha anayotakiwa kuishi mtu anayeishi katika hali ya kukataliwa au anayetembea katika kifungo cha kukataliwa. Aina ya maisha ambayo unatakiwa kuyaishi. Aina ya kwanza ya maisha, kuishi maisha ya kujithamini kuwa wewe ni wa thamani. Kuishi maisha ya kujithamini na kujiambia kuwa wewe ni wa thamani. Watu wakikwambia wewe si wa thamani, iambie nafsi yako kuwa mimi ni wa thamani. Hiyo ni aina ya kwanza ya maisha ambayo unatakiwa kuishi. Katika kitabu cha Isaya 49, Isaya 49 na mstari wa 15. Isaya 49 na mstari wa 15. Biblia inasema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimuhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Kama wengine watakukataa, Mungu hatakukataa. Hapa anajaribu kuuliza swali, anasema mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake anayenyonya? Uhalisia ni kwamba mwanamke aliyemzaa kwa uchungu huyo mtoto hawezi kumsahau, hawezi kumwacha. Ndivyo hivyo Bwana anasema, naam, hawezi hawa hawawezi kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Wanaweza wakakusahau wakati mwingine, lakini Mungu hatakusahau. Jamii inaweza ikakusahau, lakini Mungu hawezi kukusahau. Wazazi wako utakapokuwa mtu mzima, wanaweza wakakusahau kwa kipindi fulani ya kwamba upo au haupo. Wanaweza wakasahau kwa sababu umetoka nyumbani umeenda wilaya nyingine au umeenda mkoa mwingine, wakakusahau kwa muda, lakini Mungu hawezi kukusahau. Kwa hiyo tambua kuwa una thamani mbele za Mungu. Watu wanaweza wakasahau thamani yako, lakini Mungu hawezi kusahau thamani ulioibeba ndani ya maisha yako na yaliyobeba kusudi la Mungu ndani yake. Wale marafiki watakusahau, wale ndugu watakusahau, lakini Mungu hawezi kukusahau. Kama vile mama yako anavyoweza kukukumbuka kila wakati, Mungu ni zaidi ya mama yako. Mungu ni zaidi ya mzazi wako. Kama vile wengine wanaweza wakakukumbuka kwa sehemu, lakini Mungu anaweza kukukumbuka zaidi na zaidi. Kwa hiyo usijidharau. Ishi maisha ya kujithamini mwenyewe. Ishi maisha ya kujithamini mwenyewe na kujiona kuwa ni mtu wa maana kila wakati. Usirudi nyuma kwa sababu watu wamekutamkia mabaya. Aina nyingine ya maisha unayotakiwa kuishi maisha ya msamaha pasipokuwa na uchungu wala kisasi. Kuishi maisha ya msamaha pasipokuwa na uchungu wala kisasi. Kujisamehe mwenyewe, kuwasamehe waliokukosea, kuwasamehe wanaokuudhi na kuwaombea.
Kwa hiyo ukiishi maisha ya kuwaombea na kuwasamehe waliokukosea, uwe na uhakika kwamba hata kama wamekukataa leo, kesho watasimulia matendo makuu ambayo Mungu atakutendea katika maisha yako. Watakumbuka wema uliowatendea, watasimulia huo wema, watashuhudia kwa watu, watakusemea mazuri hata kama walikukataa mwanzo, kwa sababu uliwasamehe, kwa sababu uliwaombea, kwa sababu uliwatamkia mema, pamoja na kwamba walikukataa, pamoja na kwamba walikubeza, pamoja na kwamba walikusemea mabaya, lakini ule wema wako, ule uzuri wako kwenye maisha yao utafanya nafasi kwenye mioyo yao ambayo kutengeneza moyo wao wa kumtukuza Mungu aliyepo ndani yako na kusimulia wema wa Mungu uliopo ndani yako. Sio rahisi wakati mwingine kuwasamehe watu waliokukosea, lakini jitahidi sana kuwasamehe hao watu. Jitahidi sana kuwaombea pale wanapokuuzi. Aidha ni marafiki zako, waombee hata kama wamekuuzi. Watamkie baraka hata kama wanakutamkia laana. Biblia inasema waombeeni wanaowauzi, kwa sababu kwa kufanya hivyo ni kuwapalia makaa ya moto kwenye maisha yao. Haleluya. Katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 19 na wa 20, Biblia inasema wapenzi, msijilipize kisasi. Ni kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 19 na mstari wa 20. Anasema wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Maana yake nini? Hapa tunaona Paulo anafundisha watu Warumi, anawaambia msijilipize kisasi. Kisasi ni juu ya Bwana, maana kinywa cha Bwana kimeyanena hayo. Haupaswi kuwarudishia maneno mabaya wale wote ambao wanakunenea mabaya. Haupaswi kuwalaani wale watu wanaokulaani leo, bali wabariki na kuwaombea. Haupaswi kuwatendea mabaya wale wanaokuudhi eti kwa sababu wamekutukana na wewe uwatukane. Hapana, bali wakikutukana wewe waombee rehema na toba, kwa sababu kisasi ni juu ya Bwana. Mstari wa 20 anasema, adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kinywani pake. Ukimlisha anayekunyima chakula, ukimlisha mazuri anayekulisha mabaya, kwa kufanya hivyo unampalia makaa ya moto kwenye ulimi wake. Akikutamkia mabaya, mtakie mazuri, kwa sababu ukifanya hivyo unampalia makaa ya moto kwenye ulimi wake na kwenye kinywa chake. Sio mimi ninayesema, anayesema ni Mungu mwenyewe kupitia neno lake. Korabahande keteri baselia. Kisasi ni juu ya Bwana. Kisasi sio cha kwako, kisasi ni cha Bwana. Usijilipize kisasi pale unapokuwa umemtenda Mungu dhambi. Usijilipize kisasi kwa kurudi nyuma, kwa kukata tamaa, bali omba toba, omba rehema, songa mbele na Yesu, na Mungu anakupenda, atakuinua, atakupigania, atakufanikisha kwa viwango visivyo vya kawaida. Aina ya tatu ya maisha unayotakiwa kuishi, kuwekeza katika kujijenga na kukuza vipawa vyako. Kuwekeza katika kujijenga na kukuza vipawa vyako. Wewe ni mwimbaji, wewe ni mhubiri, wewe ni mwalimu, wewe ni mshauri, wewe ni nabii, wewe ni mtume, wewe ni mwinjilisti, wewe ni mchungaji. Huduma yoyote iliyopo ndani yako, kipawa chochote kilichopo ndani yako, jiwekeza au wekeza kwenye kujijenga na kukuza hicho kipawa au hiyo karama,
kuliko kufuatilia maisha ya watu waliokukataa na waliokutenga. Usidili nao ambao wamekukataa. Dili katika kukuza na kujenga imara kipawa na kalama uliopewa kwa maombi, kwa kusoma neno, kwa kufuatilia mafundisho mbalimbali na kwa kutafuta maarifa katika njia mbalimbali. Ukifanya hivyo, unajitengenezea nafasi ya kibali kwenye maisha ya watu waliokukataa, kwa sababu watatafuta mwenye hekima, watakupata wewe, watakutafuta wewe. Wakitafuta ushauri, watatafuta kwako. Kwa sababu nini? Umejijenga kwenye kukuza kipawa na karama iliyopo ndani yako. Lakini ukasimama ukaanza kushindana nao, hautaweza kushinda, kwa sababu wao wamepewa nguvu na Shetani ya kupambana na wewe kwa namna isiyo ya kawaida. Kwa hiyo ili uwashinde na uweze kuimarika na uweze kuwa na kibali mbele za Mungu, lazima ujijenge na kukuza kipawa au karama iliyopo ndani yako. Jifunze mambo mengi ambayo ni mapya kwenye maisha yako. Jitahidi kila siku jifunze jambo jipya. Jitahidi kila siku uingize maarifa mapya kwenye akili yako. Kama wewe ni mwanafunzi, ili uweze kukaa kwenye nafasi nzuri ya kibali cha kufaulu, lazima kila siku uingize definition mpya kwenye akili yako. Kama ni mtumishi wa Mungu, lazima uingize neno la Mungu hata mstari mmoja kwa siku kwenye kichwa chako, au usome neno la Mungu umalize hata sura moja kwa siku moja. Hapo neema ya Mungu itakuwa kubwa. Soma vitabu ili kuongeza maarifa, vitabu vya watumishi mbalimbali. Hakikisha unasoma ili kupata maarifa ya kiroho ya kukusaidia kuendelea mbele, ya kukujenga na kukuongezea thamani. Usiwaone watu wanaalikwa kwenye mikutano, usiwaone watu wanaalikwa kwenye semina mbalimbali kwenda kuhudumu kwa njia ya nyimbo, kwenda kuhudumu kwa njia ya kufundisha. Ni kwa sababu wamejiongezea thamani kwa njia ya kutafuta maarifa ya kiroho ambayo yanawajenga kwenye nafasi ya kibali na nafasi ya thamani isiyo ya kawaida. Lakini pia fanya kazi kwa bidii na kwa nidhamu. Kama ni mfanyakazi, hakikisha unafanya kazi kwa bidii na kwa nidhamu kwenye hiyo ofisi uliopewa. Hakikisha unafanya kwa bidii. Kama ni mwanafunzi, soma kwa bidii, fanya kila kitu kwa bidii, na Mungu aliye hai atakutengenezea thamani isiyo ya kawaida. Aina ya 4 ya maisha anayotakiwa kuishi huyu mtu ambaye anatembea na roho ya kukataliwa, anatakiwa kuwa na marafiki sahihi, right friend au right network. Lazima uwe na muunganiko sahihi wa marafiki kwenye maisha yako. Uwe na muunganiko wa marafiki wazuri ambao wanaweza wakakubadilisha kutoka kwenye dhambi, wakakurejesha pale unapokuwa umeanguka kwenye dhambi, wakakurudisha tena kwenye nafasi ya utukufu wa Mungu. Haleluya! Ajitengenezeaye marafiki wengi ni kwa uangamivu wa roho yake au nafsi yake mwenyewe. Biblia katika kitabu cha Misali anazungumza hicho kitu, anasema ajitengenezeaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wa nafsi yake mwenyewe. Kwa hiyo hakikisha una marafiki sahihi, una network sahihi ambayo itakupeleka kwenye hatima yako na kusudi la Mungu ambalo Mungu amekusudia ulifikie. Maisha yako yamefungwa kwenye kusudi. Kwa hiyo hakikisha maisha yako hayawi ya kawaida, hayawi ya kuwategemea marafiki ambao wanakubeza. Mtu mmoja akianguka, huyo rafiki wa kweli atamwinua. Kwa sababu nini?
huyu rafiki wa kweli ni mtu sahihi kwenye maisha ya huyu mtu, lakini ambaye sio rafiki wa kweli, utakapoanguka atakucheka, utakaporudi nyuma atakunyoshea kidole, atakusemea mabaya, atasema yule mtu hafai, yule mtu hafai. Badala yake huyu mtu haupasi kuwa na urafiki naye au karibu naye, kwa sababu atakuwa sababu ya anguko zaidi kwenye maisha yako. Kitabu cha Zaburi, kitabu cha Amosi 3:3, kitabu cha Amosi 3:3. Tuangalie Amosi anatuambia nini. Amosi sura ya 3 na mstari wa 3 anasema, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Kama haujapatana na huyo rafiki, haujapatana naye kwenye mambo ya kiroho, haujapatana naye kwenye maono, hakikisha haui na urafiki na huyo mtu, kwa sababu atakuwa sababu ya anguko lako. Ni kweli kuna wakati watu wanafundisha kwamba kama mtu ni mwenye dhambi unapaswa kumkaribia ili uweze kumbadilisha, lakini nataka nikwambie mwanangu mwema, nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, kama hauna nguvu ya kumbadilisha huyo mtu, hakikisha haui na urafiki naye, kwa sababu kama hauna nguvu ya kumbadilisha huyo mtu, atakubadilisha wewe. Kama alikuwa ni mwenye dhambi, hauna nguvu ya kumbadilisha kutoka kwenye dhambi ukamrejesha akaanza kumtumikia Mungu, atakubadilisha wewe uanze kutumikia miungu mingine. Kwa hiyo hakikisha unapatana na huyu mtu kwenye mtazamo wa kiroho, upatane naye kwenye mtazamo wa maono ya kwako, mpatane. Kama ni maono ya masomo, mpatane kwamba wote tunahitaji kufaulu, mtembee kwenye njia moja. Huyo mtu akiwa hivyo, hakikisha haumwachi, kwa sababu kama anakubaliana na wewe kutembea kwenye njia moja na wewe, huyo mtu amebeba kusudi la Mungu ndani yako. Rabanda karabakush kateria karabahande keteriba seria. Inakutukuza e Bwana. Asante Bwana Yesu. Aina ya tatu aina ya tano, aina ya sita ya maisha ambayo anatakiwa kuyaishi huyu mtu, anatakiwa kumtegemea Mungu kwa kila kitu. Huyu mtu ambaye amekataliwa na watu, amtegemee Mungu kwa kila kitu. Kama umekataliwa, kama umetengwa, kama hauoni sapoti yoyote, mtegemee Mungu. Amtegemeaye mwanadamu amelaniwa, amtegemeaye mwanadamu amelaniwa, na amfanyaye kuwa kinga yake amelaniwa, bali amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana. Umebarikiwa wewe unayemtegemea Bwana, na Mungu atakuinua. Haijalishi ni majira gani unayapitia, haijalishi ni nyakati gani unakutana nazo, lakini unamtegemea Bwana. Nyakati za kuburudishwa zinakuja, nyakati za neema zinakuja, nyakati za mafanikio zinakuja. Upendo wa Bwana utajifunua kwenye maisha yako isivyo kawaida. Usiogope vitisho vyao, usiogope maneno yao, kwa sababu Mungu amekuandikia hatima njema. Rikatarabakuribasiria. Ninakuombea kibali katika jina la Yesu, mbele za Bwana, mbele ya kiti cha Bwana. Ninakuombea kibali, ninakuombea neema isiyo ya kawaida. Korabakatiribasiria bahande andarabakushkatiria rabakorabasia mahande. Katika kitabu cha Zaburi ya 27, Zaburi ya 27, Zaburi ya 27 na mstari ule wa 10. Zaburi ya 27 na mstari ule wa 10. Baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana atanikaribisha kwake. Sikiliza, baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana atanikaribisha kwake. Ndugu zako, marafiki zako na wazazi wako na watu wa karibu yako wakikuacha, Bwana atakukaribisha kwake. Atakukaribisha mbele ya kiti cha enzi, kiti cha heshima, kiti ambacho kimebeba hatima ya maisha yako,
kipo kiti ambacho ni cha heshima. Haupasi kukata tamaa mpaka ukutane na hicho kiti, mpaka ukikalia hicho kiti. Neema ya Bwana ikawe juu yako. Koraba hande keteri waselia raba koraba saya kata rianda raba kori waselia kateria raba na raba kori waselia kateria. Katika jina la Yesu Kristo, neema ya Bwana ikawe juu yako. Neema ya Bwana ikawe juu yako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninakuombea neema kubwa, ninakuombea kibali, ninakuombea nguvu mpya. Korabasakateri baseria, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kwa siku ya leo tutaishia hapa, lakini siku ya kesho tutaendelea mbele na somo hili. Ni matumaini yangu wewe uliyenisikiliza umebarikiwa sana, na Mungu akubariki sana na akutunze sana. Ni wakati ambao tunaenda kwenye kipindi cha maombi. Jambo la kwanza, omba neema na kibali cha Mungu juu yako. Kwenye jambo lolote, kwenye hatua yoyote uliopo, eza umetengwa, umekataliwa kwa namna yoyote, omba neema na kibali. Mimi nitakuombea kibali kazini kwako, neema kwenye maisha yako, neema ya ndoa, yamkini umekataliwa, neema ya kupata kazi, yamkini umekataliwa kwenye hilo eneo, neema ya kufanikiwa, yamkini hata mizimu ya ukoo imekataa kufanikiwa kwako. Takuombea hiyo neema kubwa na Mungu ataiachilia juu yako. Yamkini watu wamekubeza, Mungu ataachilia neema isiyo ya kawaida juu yako. Yamkini watu wanakubeza, lakini neema ya Mungu itatosha juu yako. Neema ya Mungu itatembea na wewe. Kwa maombi ya usiku wa leo, Mungu ataachilia nguvu isiyo ya kawaida. Lakini jambo lingine ambalo tutaenda kumwambia Mungu, tutamwambia Mungu tunaomba nguvu kwenye vipawa tulivyo navyo, nguvu ambayo ni ya kipekee itakayotuongezea thamani kila mahali tulipo. Kipawa ulichonacho, hata hapo ofisini unaweza ukakitumia, hata hapo chuoni unaweza ukakitumia, hata hapo nyumbani kwenu unaweza ukakitumia. Esa ni kipawa cha ushauri, kipawa cha kufanya kazi, kipawa chochote ambacho Mungu amekupa. Neema yote ambayo Mungu amekupa unaweza ukaitumia mahali popote. Tumwambie Mungu, ninataka nguvu zako kwa ajili ya kutenda kazi kupitia kipawa changu, ili niongezeke thamani. Wale watu wanaoniona kuwa sina thamani, wanaoniona kuwa sina maana, wakaione thamani yangu, wakaone utukufu wako juu yangu, na Mungu ataachilia hivyo juu ya maisha yako, na utabarikiwa sana, na Mungu atakuinua kwa viwango visivyo vya kawaida. Basi nitakaribisha, kama kuna yoyote ambaye anahitaji tubebe ajenda yoyote hapa, yoyote ambayo unatamani tubebe ajenda yoyote hapa ya kuombea, ninakaribisha yeyote atasema hiyo ajenda, afu tutaingia kwenye maombi haya. Nimekwambia tutaomba neema, tutaomba na nguvu ya kutembea. Katika kitabu cha Zaburi ya 118 mstari wa 6, Biblia inasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Kwa hiyo nikuombe, tutaenda kumtaka Bwana na nguvu zake siku ya leo. Nimkaribisha yeyote ambaye ana ajenda ya kuombea siku ya leo. Karibu. Asante Bwana. Asante Roho Mtakatifu. Asante Bwana. Asante Bwana. Karibu. Amen, amen. Maombi yangu ni kwamba endelea. maombi yangu ilikuwa ni Sijafanikiwa kukusikia, mtandao ulikuwa umecheza huko kwangu. Naomba urudie. Nasema tawi la
UVCF Teofilo Kisani. Tunatarajia kwenda mission mkoa wa Ruvuma. Amen. Barikiwe sana. Tutaomba kibali cha Mungu kwenye hiyo mishoni. Tutaomba na neema ya Mungu katembee nanyi watumishi wa Mungu kwenye hiyo mishoni. Tutaomba na nguvu za Mungu kwenye hiyo mishoni katika huo mkoa. Mungu akawabariki na akawatangulie sana. Amen. Karibu Erasto. Amen. Amen. Yeremia akamwambia Mungu, tazama umenituma mimi, siwezi kusema, siwezi kuzungumza, lakini mbona wapo ndugu zangu wenye uwezo wa kusema? Mungu akasema, nenda hivyo hivyo kwa sababu nimekukubali. Musa wakati anapewa maagizo ya kwenda kuwakomboa wana wa Israeli kwenye mikono ya Farao, Musa akasema, mbona wapo akina Yoshua, wapo akina Karebo, mimi sijui hata kuzungumza, alafu mimi ni mdogo. Biblia inasema Yesu akamwambia nenda hivyo hivyo. Mungu akamwambia nenda hivyo hivyo kwa sababu nimekukubali. Pia ukiangalia kwa habari ya Yoshua, Mungu akamwambia Yoshua, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa mimi niko pamoja na wewe. Kila mahali nyayo zako zitakapopakanyaga nimekupa kumiliki. Nitakuombea siku ya leo na Mungu ataachilia neema isiyo ya kawaida ndani yako, ataachilia nguvu isiyo ya kawaida ndani yako, jambo ambalo ninakusihi sana. Vaa ujasiri usio wa kawaida. Ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari. Haleluya. Mtandao kweli ulikuwa umezingua huko. Anyway, nimekusikia ila story ulichokuwa umesema, nitakuombea na Mungu atakusaidia. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ile ya 3, wakati Mungu anazungumza na Musa kwenda kuwaokoa wana wa Israeli kwenye mikono ya Farao, Musa alisema, mimi siwezi kusema, wapo akina Karebo, wapo akina Yoshua, kwa nini usiwatume wao? Lakini Mungu akamwambia nenda hivyo hivyo kwa sababu nimekuchagua. Lakini pia Yeremia, Mungu alimpa usemi. Walikuwepo kaka zake wakubwa wenye uwezo wa kusema, tena waliosoma, wenye elimu za juu. Yeremia alikuwa mdogo. Mungu alipomuita kwa habari ya kujenga ukuta wa Yerusalemu, Yeremia akasema, mimi siwezi kusema, alafu mimi ni mdogo katikati ya ndugu zangu. Mungu akasema, hivyo hivyo ulivyo nimekukubali. Mungu alivyomwambia nimekukubali, Yeremia akapewa usemi na mwenendo, akapewa mwendo wa kwenda kutekeleza kile ambacho Mungu amemkusudia. Nitakuombea siku ya leo na Mungu atakutia nguvu, atakupa usemi pale ambapo unatakiwa kusema, na utasema kwa uwezo usio wa kawaida. Jambo ambalo unatakiwa kulizingatia ni kujiamini wewe kama wewe, kuwa unaweza na una thamani mahali hapo ambapo Mungu amekuweka. Usisikilize maneno ya watu. Shetani waga anawatumia kwa ajili ya kumkatisha tamaa na kumjengea picha mtu ili ajione kuwa hafai, hana maana yoyote. Kwa hiyo nimelipokea na tutaomba hapa wote kwa pamoja na Mungu atafanya jambo jipya ndani yako. Mwingine mwenye jambo la kusema, tuende kwenye maombi.
Amen. Amen.